wao hawataki uchaguzi mpaka tufanye marekebisho ya sheria za uchaguzi. Tumefanya marekebisho na nataka niwaambie marekebisho yaliyofanyika. Sheria 3 zimefanywa marekebisho. Sheria moja ni ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Sheria nyingine ni ya tume ya uchaguzi. Sheria nyingine ni ya vyama vya siasa vinavyosimamiwa na msajili wa vyama. Mambo waliokuwa wanayalalamikia: moja, wanasema tume ile inateuliwa na rais moja kwa moja, kwa hiyo sio huru. Tukasema hamna taabu. Sheria mpya, wabunge wako hapa, wakaunda kwamba tuweke kamati mahususi ili mtu anayetaka ukamishina wa tume ya uchaguzi aombe, na ipo hiyo, inaongozwa na jaji mkuu na jaji mkuu wa Zanzibar na watu kutoka tume ya binadamu ya haki za binadamu na utawala bora. Kwa hiyo ikifika wakati mtu akitaka ukamishina anaomba, na huyo anayeomba anatazamwa kwa vigezo vilivyowekwa katika sheria vinavyolingana na kazi anayoomba. Hiyo kamati ipo. Maana yake ni kwamba mamlaka ya rais yamepunguzwa. Zamani alikuwa anaweza kuteua tu wewe na wewe na wewe muwe tu. Sasa hivi hawezi, mpaka kamati ya usaili iwasaili, halafu nimwambie rais, unahitaji watu 5, tunakupa 8, chagua 5. Hayo ni mabadiliko makubwa. Haya, wakasema madedi wanaiba kura. Hawa wakurugenzi wa halmashauri hawawataki wasimamie. Walienda mpaka mahakama ya Afrika ya Mashariki kupinga madedi tu. Sheria mpya imewaondoa madedi. Imesema sasa tume itakuwa inateua watumishi wa umma waandamizi. Na watumishi wa umma waandamizi si wote wanateuliwa na rais hata kidogo. Ukienda vyuo vikuu utawakuta watumishi wa umma waandamizi, watu wasomi, lakini hawateuliwi na rais, wanateuliwa na mabodi ya vyuo vyao na wanakuwepo kwa ajili ya usomi wao. Wakiteuliwa watu wa namna hiyo, na hasa watumishi wengine wa serikali waaminifu, wanasimamia uchaguzi. Madedi waliokuwa wametamkwa kwenye ile sheria ya zamani wakaondolewa. Sasa hayo ndio mabadiliko makubwa ambayo yamefanya. Sasa imekuja hoja mpya, mmeisikia na nyinyi, ila inasemwa kwa Kiingereza, inasema no reform no election. Eti wanataka mabadiliko zaidi ya yale yaliyokushafanywa na bunge. Sasa tunawauliza, wabunge ndio wenye kazi ya kufanya mabadiliko ya kisheria. Wabunge nao ikifika tarehe 27 mwezi wa 6 wanarudi kwetu, tunakuwa raia kama wao. Sasa walazimishe wakina mzee Kishimba hawa na Cherahani, kwanza pressure iko juu. Walazimishe kubaki bungeni wanafanya reform, watakimbia reform hawa, watarudi. Hawapo, wamemaliza muda wao. Kwa hiyo wanasema mambo ambayo hayawezekani. Unajua, unaweza ukasema mambo hayatekelezeki, hata wenye akili wakasema hivi, anasema nini huyu naye? Sasa hilo wametoka, wanasema lazima tufanye reform. Tunauliza reform ipi? Tumeshafanya mengine, sikuyasema tumefanya. Kumbe ile ni danganya toto, kwa sababu hao watu wanaogopa uchaguzi. Wanajua wakija hapo mtawapiga chini. Walizoea kudanganya, sasa udanganyifu mwisho. Sasa ni timu ya mpira inayoweka mpira kwa pani.
Si unajua timu za mpira zikiweka mpira kwa pani zinaogopa kufungwa mabao. Sio hiyo mnayoisema nyie. Mpira wa siasa, sio wa mpira ule wa uwanjani mnaotaka nini. Sasa nawaambia, haya ndiyo mambo ambayo yamewashinda. Kwa hiyo badala ya kusema tunaogopa uchaguzi, wanasema mpaka tufanye mabadiliko, ama sivyo tutazuia uchaguzi. Sasa nataka wananchi wa Kahama mjue, hawa watu hawana uwezo wa kuzuia uchaguzi. Hawana. Wanazuiaje? Watazuia kwa kufanyaje? Maana katiba inasema katika ibara ya 41 hakuna mtu anaweza kuahirisha uchaguzi wa Tanzania. Uchaguzi wa Tanzania unaweza ukaahirishwa tu kama kuna vita. Sasa nauliza, huko Kahama mna vita? Sasa naahirisha au vita iko ndani ya vichwa vyao? Maana inawezekana ukawa unatembea vichwa kichwani mwako viti inapiganwa, alafu wewe unadhani na chini inapigana. Uchaguzi unaanza kwa watu kufanya nini? Kujiandikisha. Wakati wanapiga kelele wao ya no reform, Dar es Salaam wamejiandikisha watu maelfu, mpaka imebidi tume waongeze siku. Maana yake wanamwambia yule no reform, achana na maneno yako hayo.